Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Huyu mtu aliishi kimasikini kwa miaka mingi sana, lakini dua hii ndiyo ambayo iliyobadilisha maisha yake. Katika siku hii ya leo biidhnillahi alkarim, hebu twende tukatazame kisa cha huyu mtu ambaye miaka yake yote katika maisha yake alikuwa ni maskini. Maisha yake yalikuwa magumu, hali yake ya kiuchumi ilikuwa ni mbaya, lakini ghafla hali yake ilibadilika baada ya kupata kitu ambacho kinaweza kumbadilisha. Kama ilivyokuwa mimi na wewe, pengine tumehangaika sana na umaskini, tumetaabika sana na umaskini, lakini walillahi alhamdu, vivutio vya wenzetu walioyafanya mambo yao yakawa sawa, pia inakuwa ni kheri kwetu sisi. Walioyafanya wenzetu wakafanikiwa, ni aula zaidi na sisi pia tuyatumie, tuyafanye ili nasi tuweze kufanikiwa katika maisha yetu kwa uwezo wake Allah. Sasa moja kwa moja, hebu twende tukajifunze ilmu hii ya dua hii ambayo ilifanywa na huyu mtu ambaye maisha yake yalitaabika sana katika umaskini, lakini mambo yakawa sawa. Lakini kisa chake kinasemaje? Kimenukuliwa na wanawachuoni wakielezea juu ya kisa chake ya kwamba kana hunaka rajulun salih yusamma Abdurrahman. Kulikuwa na mtu mmoja mwema kabisa ambaye mtu huyu alikuwa akijulikana kwa jina la Abdurrahman, na mtu huyu aasha sinina tawilatan fi faqrin shadid. Huyu mtu aliishi miaka mingi sana akiwa katika umaskini wa hali ya juu sana, lakini katika hali yake ni kwamba alikuwa hivi: la yamliku illa qalban mu'mina wa yadaini marfu'ataini ila samai. Ni kwamba mtu huyu aliishi miaka mingi katika umaskini mkubwa sana. Hakuwa na kitu isipokuwa moyo wenye imani na mikono inayoinuliwa kwa Allah. Kwa hiyo mikono yake yeye hakuacha kumuomba Mola wake. Yeye alisimama na kukithiri na kuzidisha katika kumuomba Allah jalla fi'ala. Sasa basi, kana nasu yarawnahu kulla yaumi. Watu wengi walikuwa wakimtazama kila siku, na watu hawa wakimuona fayaqulun, wanasema ma taghayyara shay'un fi hayatihi, hakuna kilichobadilika chochote katika maisha yake. Anakithiri sana kuomba dua, anahangaika kila siku kufanya ibada, lakini hakuna kinachobadilika. Lakini wa huwa yabtasim wa yaktum alamahu. Lakini mtu huyu alikuwa akitabasamu huku akificha maumivu yake. Yani ni mtu mwenye shida, mwenye dhiki, mwenye hali mbaya ya maisha, lakini hakuwa ni mtu mwenye kulopoka na kulalamika na kulia kila siku, bali alikuwa anajificha kuto kujionyesha kwamba yeye ni mtu mwenye hali ngumu, bali alikuwa anaficha alama za maumivu yake. Anajifichiliza kana kwamba ni mtu ambaye hana maisha mabaya. Lakini huyu mtu kana ya'malu naharahu kullahu, alikuwa anafanya kazi mchana kutwa, hapo mziki. Wayarji'u laylan wala yajidu illa qalila, na anarejea usiku nyumbani akiwa ametoka kazini mchana kutwa, anarudi nyumbani akiwa amepata kasenti kadogo kabisa. Yani kakitu kadogo ndicho alichokuwa akikapata katika maisha yake. Fayaqulu fi nafsihi
huyu mtu akawa anasema katika nafsi yake. Anasema nini? Anasema rizqi inda Allahi la inda nnasi. Anasema riziki inatoka kwa Mungu na wala haitoki kwa watu, akiwa anamaanisha ya kwamba yani vyovyote vile itakavyokuwa, lakini Allah ndiye mtoaji wa riziki na wala sio binadamu. Sasa basi, fi lailatin hadiatin, siku moja usiku uliotulia kabisa, baada salati alfajri, baada ya kuswali swala ya alfajiri, rafa'a yadaihi wa qala bikhushu'i, alinyanyua mikono yake juu na akasema kwa kutumia khushu'i ya hali ya juu sana. Anasema nini? Akasema Allahumma kfini bihalalika an haramika. Sasa hapo anamuomba Mungu ili ambadilishie maisha yake na yeye aweze kupata maisha, aweze kupata pesa, aweze kupata mali kama jinsi ilivyokuwa watu wengine wanavyoenjoy katika maisha yao. Kwa hiyo ameamua sasa kufanza dua hii. Akasema Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka waftah li abwaba rizqi la atawakkauha. Hii ni dua aliisoma, lakini wakati anasoma dua hii ilikuwa ni utangulizi wa dua. Alianza na maneno hayo akaisoma mara 3 na kisha akaendelea tena na dua hii ambayo inasema Allahumma ya Fattah ya Razzaq iftah lana abwaba rizqi la nahtasibuha wasrif anna dhalla alhajati lighayrika waj'al sabrana miftahan lifarajin qaribin. Amin, amin. Dua hii alikuwa akirudia mara nyingi sana. Narudia tena ili upate kuelewa na kupata kujua. Alianza kwa mara ya kwanza kabisa, alisema ule usiku, wanasema fi lailatin hadiatin baada salati alfajiri, katika usiku uliotulia baada ya swala ya alfajiri, alisema Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka waftah li abwaba rizqi la atawakkaaha. Haya yalikuwa ni maneno yake ya mwanzo, aliyarudia mara 3. Kisha baada ya maneno hayo ndipo akaendelea na dua hii, akasema Allahumma ya Fattah ya Razzaq iftah lana abwaba rizqi la tahtasibuha iftah lana abwaba rizqi la tahtasibuha wasrif anna dhulla alhajati lighayrika waj'al sabrana miftahan lifarajin qarib. Amin. Hapo akawa amemaliza dua yake. Dua hii ile ya mwanzo aliisoma mara 3, kisha akaunganisha na hii ya pili. Hii aliisoma mara 21. Baada ya hapo sasa, baada ya kumaliza dua hiyo, basi wamarrat ayamun wa huwa ala halihi, siku zikapita bila mabadiliko yoyote ya haraka. Yani siku zikawa zinaendelea kupita bila ya mabadiliko yoyote, lakini la yatruku dua,
ikawa dua hii haiachi, kila siku anaisoma kwa mtindo huo huo wa mara 21. Anaanza na vile, alafu anamalizia na hivi dua ya mwisho, lakini anaipiga mara 21. Kisha anasema wala yashtaki li ahadi, na wala hakumshtakia mtu yoyote kwamba mimi maskini, mimi hivi, mbona namuomba Mungu hanipi. Maana kuna watu akiomba dua anataka mpaka Mungu ampe, lakini kama Mungu hajampa basi ataanza kupiga makelele, dua hii haifai, pengine haina uzito, haina uwezo. Hapana. Wewe shikamana na dua, usitegemee uombe dua leo kesho upate, kesho kutwa upate. Shikamana na dua tu, utaona maajabu yake. Basi faqad ta'allama anna Allah ya'malu fil khafai, lakini pia alikuwa anajua ya kwamba Mwenyezi Mungu hufanya kazi kwa siri. Atampa tu, anaamini kwamba Mungu atanipa tu. Mungu hajawahi kumnyima au kuacha kumjibu mja wake, lazima akupe majibu, labda tu kama humuombi. Lakini wa fi yaumi adi, siku moja katika masiku tu ya kawaida, jaahu aradhu lilamali lam yakun fi husbanihi. Basi katika masiku fulani ya kawaida alipata fursa ya kazi asiyowahi kuifikiria. Yani ikamjia fursa nzuri ya kazi ambayo hakuwahi kuiwaza wala kuamini kwamba anaweza kupata fursa kama hiyo. Wakana dhalika albab, lakini vile vile hapo kwake ikawa ni mlango. Albabul awwal, aidha albab awwala nuri baada sinina minadhulmati, ukawa ndio mlango wa kwanza wa nuru baada ya miaka mingi kukaa katika giza. Minadhulmati, kukaa katika giza. Kwa hiyo milango sasa ya nuru ikaanza kufunguka baada ya kupata hiyo fursa. Akaipata hiyo fursa, basi fasajada wa qala, yule mtu akasujudu na akasema alhamdulillah, sifa njema ni za Allah, alladhi jabara kasiri wa lam yansa duai. Sifa njema ni za Allah aliyerekebisha yaliyovunjika, hakunisahau katika dua zangu. Walau ba'da sinin, hata baada ya miaka mingi Allah amekuwa ni mwenye kushikamana na mimi, hakuniacha na wala hakunisahau. Basi ile kazi ya huyu mtu ambaye ni fursa aliyoipata kwa muda mchache sana, mtu huyu fursa ile akawa yeye tena ndio kashashika uongozi, na kwa muda huo huo ambao sio mwingi sana akawa yeye ndo ameaminika kuwa kiongozi mkuu katika fursa hiyo. Na baada ya masiku machache huyu mtu akawa ni tajiri, sio tena maskini kama jinsi ilivyokuwa mwanzo, kama jinsi watu walivyokuwa wakimuona hana maana, wakimcheka na kumuona kwamba hana cha maana anachokifanya. Lakini Mungu akampa fursa kwa asili ya kufanza dua. Kwa sababu tu ya dua hii Mwenyezi Mungu akamfungulia mipango, Mungu akampa maisha, na Mungu akamwezesha kupata maisha mazuri. Sasa wewe ndugu yangu usiache kuisoma dua hii. Hii dua ilimpa huyu jamaa utajiri na ikamfungulia maisha, na huyu bwana akabadilika kutoka katika maisha ya dhiki na kuwa katika maisha ya kitajiri. Sasa mimi na wewe ni kina nani mpaka tukaacha dua kama hizi? Kwa nini tusizitumie fursa hizi za dua ili Allah aweze kutufungulia maisha yetu? Ndugu zangu, tuzitumie sana dua hizi zitufungulie katika mipango ya maisha yetu. Mwisho kabisa, naomba utuwekee nambari zako za simu, tuambie tu, njoo katika WhatsApp
kupitia namba hizi unazoziona hapa. Sema na mimi naombeni mniunge katika grupu la kujifunza dua pamoja na tafsiri za ndoto pamoja na mambo mbalimbali yatakayoweza kukusaidia katika maisha yako. Na insha Allah tupo mbioni kukuleteeni utabiri wa mwaka 2026. Nafikiri bila ya shaka ni leo, usiku wa leo tunafanya rekodi hii. Utabiri wa mwaka 2026 tunaufanya leo. Utakuwaje mwaka huu na umesimamaje mwaka huu insha Allah. Wassalamu alaikum. Usiache kusubscribe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.